Na hii ni sehemu ya pili ya somo letu la suluhisho la cholesterol. Tulijifunza katika sehemu ya kwanza maana ya cholesterol, faida zake, maana ya yani nini ufanye pale ambapo unagundulika na tatizo la cholesterol nyingi. Focus yako kubwa ielekee wapi? Na leo nitakazia kuhusiana na sehemu ambapo tuliishia, tuijue kwanza cholesterol inapokuwa mbaya ni katika mazingira gani, lakini pia ni mafuta gani mabaya ambayo inabidi tufocus nayo zaidi, ambayo ni hatari na yanaweza kutusababisha madhara mengi mwilini yetu, kwenye miili yetu. Lakini pia suluhisho kwa ujumla kuhusiana na haya masuala ya cholesterol pamoja na mafuta mabaya kwenye mwili. Naomba usikilize vizuri kama una tatizo la pressure, kama una tatizo la kisukari, wengi mnapata haya matatizo sana, kama una uzito mkubwa, haya mambo unakuta hayakwepeki sana, lakini pia mtu yeyote ambaye umeshaanza kugundulika na hizi habari. Okay? Naitwa Sam Nature, mimi nasaidia watu wenye ugonjwa wa kisukari kuondokana na tatizo lao kwa njia asilia. Moja, tulisema kwamba cholesterol ni aina ya lipids, aina ya mafuta ambayo huwa yanatengenezwa na mwili wenyewe kwa zaidi ya 75% na unaweza kuyapata kupitia vyakula kwa 25%. Na tukasema cholesterol ni maisha, kwa sababu seli za mwili ambao ndio uhai wako, ndio msingi wa uhai wako, tunasema zinatengenezwa na cholesterol. Lakini pia zile homoni za uzazi ambazo pia ndio zinasaidia katika masuala ya kuzaliana, kukufanya uwe mwanamke, kukufanya uwe mwanaume, kama hizo homoni ya testosterone ya mwanaume ambayo inabidi iwe nyingi zaidi, ama hiyo estrogen, tunahitaji yani inazalishwa na hiyo cholesterol yenyewe. Lakini pia masuala ya vitamin D, utendakazi wa ubongo na kazi zingine nyingi sana, ukarabati wa mwili pale ambapo mwili unajeruhika sana, tunahitaji cholesterol. Kwa hiyo cholesterol ni kitu kizuri sana kwenye miili yetu. Lakini kuna mahali inaweza kaonekana mbaya, ama inaweza kawa mbaya ikasababisha madhara mengine, lakini sio kwa sababu ni mbaya. Ni kwa sababu imekuja kufanya kazi fulani ikaathiri miundombinu au mazingira ya mwili wako, na matokeo yake tatizo lingine likazaliwa. Tukatoa mfano. Chukulia rudisha nyuma kipindi ulivyokuwa mdogo unajifunza kuendesha baiskeli. Binafsi hiyo story naikumbuka zaidi kwa sababu tulikuwa tunaanguka sana, unadondoka, unaweza kuchomwa na ile pedal ile, ikakuchoma kabisa, ukapata yale mafone ikisema baiskeli likakuchoma kabisa pale, ukapata kidonda kikachimba. Lakini ndani ya siku 3 hadi 4 labda unashangaa kuna utando fulani mweupe unatanda kwenye kile kidonda, halafu baada ya muda kile kidonda kinakauka kabisa, kinapona. Ile ni cholesterol inakuja kwa ajili ya ukarabati, inakuja na seli hai nyeupe za damu kwa ajili ya kufanya repairment. Ina maana baadaye kitakauka, kitakuwa vizuri. Sasa unapoiona cholesterol nyingi kwenye mishipa ya damu, haimaanishi imekuja kwa bahati mbaya. Ina maana umeishi mtindo mbaya wa maisha ambao mwili wako hauvumilii, mwili wako unaathiriwa. Okay? Kwamba mwili wako unazidi kuathiriwa na huo mtindo wako wa maisha. Kwa mfano, vitu vinavyoweza kuathiri sana mishipa ya damu ni mafuta ya mbegu za mimea kama hizo, si alizeti, soya, mafuta ya pamba, mafuta ya mahindi, vyakula vya kukaanga sana, tena kwenye mafuta dhaifu kama hayo, vyakula vyenye omega 6 nyingi kuliko omega 3 vinaufanya mwili uwe katika inflammation kali. Lakini pia utumiaji wa sigara, utumiaji wa vyakula vya wanga na sukari kupita kiasi, mwili unakuwa katika msongo wa sumu. Zile sumu zinaelekezwa kwenye kuta za mishipa ya damu, alafu ile mishipa ya damu inaanza kupata majeraha. Sasa yale majeraha kwenye kuta za mishipa ya damu yanahitaji kuponywa ili mwili uweze kujitibu, kama ambavyo nakupa mfano wa mafuta kuja kwenye sehemu uliojikwaa, ulianguka na baiskeli au ulikuwa ulidondoka ukapata ajali. Yale mafuta ambayo huwa yanakuja basi yanaelekezwa pia kwenye sehemu zenye majeraha za kuta za mishipa ya damu. Ina maana cholesterol inaanza kubebwa na vibebeo vyake. Anayezalisha cholesterol kwa asilimia kubwa na kuichakata ni ini. Kwa hiyo kuna kibebeo cha kuchukua cholesterol kutoka sehemu inapozalishwa kwenda sehemu mbalimbali za mwili zenye mahitaji ya healing, ambayo kuna hicho kibebeo kinaitwa LDL. Ina maana hicho hata kama watapima watakwambia iko nyingi kwenye LDL, lakini ubaya wake sio kwa sababu hiyo cholesterol ni mbaya ama hiyo LDL ni mbaya. Sasa si kuna shida, inabidi ichukuliwe ipelekwe kwenye kazi, ina maana hakuna ubaya. Lakini pia kuna kibebeo kinaitwa
HDL, high density lipoprotein, ile nyingine inaitwa low density lipoprotein. Sasa kile kibebeo ni kama basi linalopeleka cholesterol sehemu inayohitajika na basi linalochukua cholesterol na kuirudisha sehemu ambayo imetoka baada ya kuwa imeshamaliza kazi yake. Ina maana mwili unapokuwa una majeraha mengi kwenye mishipa ya damu, hiyo LDL itakuwa ni nyingi kwa sababu inachukua cholesterol kwenda kupeleka sehemu zenye uhitaji. Lakini pale ambapo inakuwa imemaliza kazi yake, HDL itakuwa inaichukua kuirudisha. Kwa hiyo cholesterol sio mbaya, japo inaweza kaanza kuleta ubaya kama sasa katika kusambazwa kwa wingi itasababisha, kwa sababu kuna kuta za damu kuta za mishipa ya damu sio zimeathiriwa. Na maana inapokuja kufanya healing kama unavyoona kwenye picha hapo, itaanza kupunguza kipenyo cha mshipa wa damu. Matokeo yake ni nini? Damu itakuwa inapita kwa shida, utaambiwa na pressure kali. Lakini pia inaweza kaziba kabisa ukapata tatizo tunasema labda hilo la shambulio la moyo, heart attack. Lakini je, ni mbaya? Haikuwa na ubaya, ikuja kwa kazi nzuri. Lakini pale ambapo inakuwa iko nyingi kasipelekea mambo kama hayo, ndio shida yenyewe. Lakini pia inaweza kusababisha hata masuala ya stroke. Lakini yenyewe kama yenyewe haina ubaya. Mara nyingi inapokuwa inaonekana nyingi, focus yako kubwa haitakiwi kwenye kuishusha. Isiegemee kuishusha cholesterol, kutafuta dawa za kushusha cholesterol. Hasa kwa wewe ambaye hauna historia ya kupata shambulio la moyo. Weka nguvu kupunguza vile vyakula vinavyochochea mwili wako kupata majeraha. Kula anti-inflammatory foods, vyakula ambavyo vinaupoza mwili. Fanya detox, mwili wako utoe kwenye msongo mkali wa sumu, kwa sababu hizi ndio zinasababisha haya matatizo, na hayo matatizo kwenye mishipa ya damu ndio yanakuwa yanahitaji cholesterol ije kufanya ukarabati. Nafikiri kwenye upande huu umenielewa. Lakini cholesterol inaweza kuwa ni mbaya pale ambapo inapokuwa katika mishipa ya damu kwa ajili ya kazi nzuri ikawa poisoned, yani ikapigwa sumu, ikawa oxidized. Inapokuwa inazongwa na sumu nyingi, inaweza ikawa polluted, yani ikawa na sumu nyingi kiasi kwamba ikawa tena sasa kinga za mwili zikaiona kama adui na mashambulizi yakaelekezwa hapo, ikaanza kusababisha madhara mengine. Lakini inapokuwa iko safi, inafanya kazi yake vizuri, hakuna shida kabisa. Kwa hiyo nguvu kubwa weka kwenye kukarabati mwili wako, weka nguvu kwenye kutoa mwili kwenye msongo mkali wa sumu, weka nguvu kwenye kutibu hayo majeraha ambayo yameshatokea tayari kwa kula vyakula vizuri vyenye omega 3 sana, vyakula ambavyo havijazi sukari nyingi, tumia mafuta mazuri ambayo hayajazi sumu nyingi ambazo zitaendelea kujeruhi mishipa yako ya damu. Hiyo ni focus namba 1. Kwa hiyo cholesterol inapokuwa iko nyingi ni sawa na mabasi jamani. Barabarani, hiyo barabara tuna watumiaji ni wengi. Sasa kama mabasi yanayopeleka mizigo ni mengi au mengine yamejaza mpaka yanaanza kudondosha mizigo njiani, si barabara inaweza ikaziba wakashindwa kupita? Mishipa ya damu ikiziba, si ndio matatizo hayo? Au yale mabasi ambayo yanatoa sasa mizigo kiwandani kurudisha kule kwenye kule kwenye store mbalimbali ambapo yalipelekwa kwenda kufanya kazi, wanapokuwa wanarudisha, sababu cholesterol huwa inarudishwa kwenye hili. Sasa inapokuwa inarudi, kama inarudi kwa wingi, inaweza pia ikasababisha kuziba ama ikafunga, ikapelekea matatizo fulani. Sasa nguvu kubwa ni wapi? Tukitumia common sense, iwekwe wapi? Kupunguza cholesterol ama kuweka mwili katika mazingira mazuri ili cholesterol isije kwa wingi? Ina maana nguvu kubwa ielekezwe kwenye kutibu majeraha. Nguvu kubwa ielekezwe kwenye kutoa mwili kwenye msongo wa sumu. Nguvu kubwa ielekezwe kwenye kupunguza vyakula vinavyochochea hizo inflammation. Mafuta mabaya ni yapi sasa? Mafuta mabaya ni yale ambayo yanatokana na hifadhi ya ziada pale unapokula vyakula vinavyoenda kugeuzwa. Kuna mafuta mazuri na mabaya. Mazuri kama hiyo cholesterol, kama haijawa hakuna majeraha, ina maana cholesterol ni nzuri na inahitajika sana mwilini. Lakini mafuta mabaya ni hivi vyakula vya wanga na sukari ambavyo tunavitumia kwa wingi, mwili unahitaji kidogo, alafu mwili ukikosa matumizi vinageuzwa kwa mafuta, ndio vinatunzwa. Hayo yanayosababisha unene, yanayosababisha vitambi. Hayo yanatakiwa yarudishwe kwa ajili ya matumizi, kwa ajili ya kukupa energy. Lakini unapoendelea kuyatunza kwa mara, ndio baadaye yanakuja kukuletea magonjwa zaidi na yanaendelea kujeruhi mishipa ya damu. Pia utaendelea kupata cholesterol ambayo nayo inakuja kukusave. Naamini umejifunza. Kama una matatizo haya, una tatizo la kisukari, una tatizo la pressure, nitafute kwa suluhisho. Unaweza kaandika hapo program au chukua namba kwenye bio tuweze kusaidiana ili utoke kwenye hii shida.
Karibu sana na